zitakuwa bayana siri. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى جنات النعيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلالة في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يتمحور إلى فلسفة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفلسفتها والعبر. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, ninakuhusieni pia vile vile na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, maudhui na anwani yetu rasmi katika hutuba yetu hii ya leo ya yaumul Jumaa, ambayo tunayo katika mwezi huu wa Muharram, ambapo ni tarehe 1 mwaka mpya wa Kiislamu 1944, katika mwaka mpya huu wa Kiislamu 47. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maudhui na anwani yetu ya hutuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Tutazungumzia falsafatu hijrati nabii sallallahu alaihi wasallam, falsafa ya kugura Nabii Muhammadin kutoka Maka kwenda Madina.
tukiwa katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1447 katika mwezi wa Muharram. Huu ni mwaka uliotumika katika historia baada ya kufikirika kwamba mwaka huu unasibishwe kwenye kifo cha mtume, unasibishwe na kuzaliwa mtume, au tarehe na historia ya Uislamu inasibishwe baada ya kuhama mtume kutoka Maka kwenda Madina. Lipi ambalo ni aqwa wa ajdar, lenye nguvu? Ikaonekana kuhama mtume Muhammad kutoka Maka kwenda Madina ndio kunakoendana na sambamba ya historia ya kuenea na kutapakaa Uislamu duniani. Mahala ambapo mtume Muhammad alisema Allahumma la hijra ba'da al-fathi, kwamba la hijra ba'da al-fathi, hakuna tena kuhama baada ya kupatikanika ushindi wa Maka, baada ya kuiteka Maka, ambapo Maka ilikuwa imetawaliwa na washirikina na makafiri na wanafiki. Lakini harakati za mapinduzi ya Kiislamu, mapinduzi ya amani yaliyofanywa na mtume Muhammad na masahaba zake, ilitimia harakati hii baada ya mtume kugura kwenda huku na kule kuhakikisha kampeni ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inawafikia watu wote. Amani na utulivu wa dunia, ulimwengu mzima, unawafikia watu wote. Wanyonge, walemavu, wanawake ambao walikuwa kipindi kabla ya mtume Muhammad hawana haki ya aina yoyote, wanapata haki zao za msingi kupitia mapinduzi haya. Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya kuhama kwenda huku na kule. Kulikuwa kuna hijratani ila al-Habasha, hijra mbili za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na masahaba kuelekea Habesh, nchi ambayo alikotoka Muadh ibn Jabal, ambapo leo tunaita Ethiopia. Lakini baada ya hapo mtume Muhammad katika kutafuta nusra na mapinduzi ya amani ulimwenguni aligura kwenda sehemu moja inayoitwa Taif, na hizi tukizijumuisha zinakuwa hijra tatu. Na hijra kubwa ya mwisho ni hijra ya mtume Muhammad, au kuhama kwa mwisho kukubwa kwa ajili ya kutafuta amani na utulivu katika ulimwengu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka rasmi kwenda Madina. Alihama mtume na masahaba zake, lakini hakuhama Maka kwa kupenda yeye kuhama, isipokuwa ni idhni ya Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya uadui mkubwa, vita, vitimbi, hila hizi na zile kufanyiwa mwana mapinduzi huyu wa Kiislamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na ndivyo hivyo kiongozi yeyote mwenye kutaka kuleta maendeleo katika taifa lake, nchi yake, kuzieneza neema katika taifa lake, nchi yake, lazima wale watu wenye hila, watu wabaya, watu wenye vitimvi, watu wenye husda na majungu lazima wamwandame, kwa sababu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna fi kulli ni'matin mahsud, hakika kila penye neema lazima pafanyiwe husda. Sasa kama alifanyiwa husda kiongozi Nabii Muhammadin, kama alifanyiwa vitimvi kiongozi Nabii Muhammadin, kama alifanyiwa hila na majungu na kuchafuliwa sehemu zote kiongozi Nabii Muhammadin, wewe usichafuliwe, wewe nani? Kwa hiyo wewe utakayeona ndugu yangu unachafuliwa kwa ajili ya neema unazozipangilia, ima katika taifa lako au katika jamii yako
au katika kazi au katika nchi yako au kwa ajili ya uzalendo wako, jua kuwa wewe unapita fi maslaki min masaliki nabii Muhammadin au min masaliki nabawiya au an-nubuwa. Unapita katika mapito waliopita mitume, na mitume wote walifanywa hivyo. Lakini fa inna ma'al usri yusra, hakika pamoja ya uzito kunapatikanika wepesi. Kama wanavyosema watu wa usulul fiqh, wal amru idha laqat tasa, jambo kwa kadri linavyozidi kuwa finyu basi linakunjuka, linapata upana zaidi. Huwezi wewe, Waarabu na wanasema man kasaba fi shamsi akala fi dhilli, mchumia juani atalia kivulini tu. Kwa hiyo jambo lolote lazima lianze na uzito, lianze lazima na upinzani, lazima lianze na majungu, lazima lianze na hivi na vile, lakini mwisho wa siku utapatikanika wepesi. Nabii Muhammadin baada ya kuhama Madina, huko ndiko kuliko patikanika Uislamu kuenea na kuwa na nguvu, na kukapatikanika mapinduzi ya amani ya ulimwengu mzima. Ndugu zangu, alhijra tankasimu ila qismain. Hijra hii, kuhama kwa Mtume Muhammad, kunagawanyika vigawanyo viwili. Hijra inagawanyika katika maana mbili. Kuna hijratun min almakani ila almakan, wal hijratun min alhali ila alhali. Kuhama kutoka mahala, hii inaitwa hijratul makan, alifanya Nabii Muhammad kutoka mahala, kutoka Maka kwenda Madina, au wewe kutoka mahala mkoa fulani ukahamia mkoa fulani, huko ni kuhama. Lakini kuna hijratul hali, kuyama hali unayoishi sasa hivi, kama slogan yetu ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, kwa Mheshimiwa Mufti alivyosema, jitambue, badilika, acha mazoea. Ni jitambue wewe ni nani, badilika. Kama ulikuwa wewe ni mtu wa kudili na maovu, sasa achana na maovu, tenda mema. Badilika, jitambue, badilika, acha mazoea. Yale mazoea ya kuwa wewe si mtu wa kuchapa kazi, sasa fanya kazi. Hijratul hali, hii inaitwa ni hijra ya hali uliokuwa nayo. Ndugu zangu, tafsiri ya hijra ambayo ndio falsafa ya hutuba yetu ya leo ni kujitathmini. Je, mwaka uliopita 1446 na sasa tuna 1447, hebu itazame hali yako ya kiuchumi ikoje? Itazame hali ya familia yako, tazama malezi ya familia yako. Umelea familia yako malezi anayoyakiri na anayokubali Nabii Muhammad? Tazama mabadiliko ya hali ya hewa ya taifa lako, jamii unayoiongoza, mabadiliko. Je, mwaka uliopita na sasa tujitathmini katika hali ya kiuchumi, hali ya elimu, hali ya afya, hali ya kisiasa, wahalu majara. Tumepiga hatua, hatukupiga hatua? Na kama tumepiga hatua, je, tunatakiwa tuongeze namna zaidi ya kupiga hatua ili kufikia mwaka 1448 itakayokuja, kwamba tuwe tumehama katika hali kwenda hali nzuri zaidi? Lakini pia wewe mwenyewe fanya tathmini katika mambo haya. Je, huku nyuma ulipotoka kuna mahala ambapo haujarekebisha vizuri maisha yako katika familia yako au katika taifa lako, katika masala ya kiuchumi, elimu, afya, wahalu majara? Hii ndio inaitwa hijratul hali, kuhama kwa hali, kuhama ambapo Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha yale mambo ambayo watu wanayo mpaka watu wenyewe wakubali kubadilika. Kwa hivyo basi, kwa namna ambayo umepiga hatua kimaendeleo ndani ya familia yako, ndani ya kazi yako, lakini ndani ya taifa lako, namna lilivyopiga maendeleo ya kiuchumi, kitaaluma, kielimu, kisiasa, lakini pia vile vile kiuchumi, hakuna budi kujipongeza na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia vile vile na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee zaidi kuwaimarisha na kukuimarisha wewe kiongozi ambaye umefanikiwa kuleta maendeleo haya, uchumi huu, kupiga kasi za kimaendeleo katika sekta mbalimbali. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, amma neema ya Mola wako basi izungumze, isimulie. Kwa hiyo ikiwa umepiga hatua za kimaendeleo katika familia, basi neema hiyo aliyokupa Mungu ionekane. Ikiwa katika taifa, basi neema hiyo iliyokuwepo isikufuriwe, bali ishukuriwe na ipongezwe na iombewe dua. Haya ndiyo mafundisho ya hijra ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye ambaye amefufua na amekuza matumizi ya amani, aliposema katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma kwamba almuslimu, muislam ni nani? Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni wale waislamu wenzie waliosalimika kupata amani kutokana na shari ya kinywa chake na mkono wake. Mtume akasema, wal muhajir, je, yule mwenye kuhama ni nani? Muhamaji ni nani? Akasema, man hajara maanaha Allahu anhu, ni yule aliyehama yale yote Mwenyezi Mungu aliyoyakataza: kuiba, kudhulumu, kula rushwa, kula riba, kuzini, kusengenya, kusema urongo, kuleta machafuko katika jamii, kusababisha amani na utulivu kutoweka katika jamii. Wewe mwenye kusababisha hayo yote, unatakiwa sasa uhame, uachane na sera hizo, uachane na legacy hizo, uachane na slogan hizo. Sasa uende katika zile legacy, slogan ambazo anaziridhia Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Almuhajiru, muhamaji, man hajara, ni yule aliyehama maanaha Allahu anhu wa zajara, yale yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyoyakemea, aliyoyakataza, akawa yuko tayari kutangaza amani na utulivu, akawa yuko tayari kutangaza upendo, akawa yuko tayari kutomwaga damu, akawa yuko tayari kuacha kuwachafua wenzie, akawa yuko tayari kuleta siasa njema, akawa yuko tayari kutoiba, kutodhulumu, kutonyang'anya, kutoua, kutopiga bighairi haki. Hii ndio falsafa ya neno hijratun nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuna mwaka 1447, tujitathmini, tumetoka wapi, tunakwenda wapi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, qulu jami'an astaghfirullah.